Dakika 90 zimetamatika kwenye uwanja wa KMC ulioko Mwenge jijini Dar es Salaam. Young Africans wamepata ushindi mzuri wa mabao 2-0 dhidi ya Songea United. Ni ushindi wa aina gani? Dominic Salamba atakwenda kutuambia. Watu wengi walitegemea Young Africans kupata ushindi mnono wa mabao 5 huko na kuendelea, lakini mabao 2, Dominic Salamba, je, yametosha kwa wananchi kutinga tu ya robo finali ama wangetupa zaidi ya haya ambayo tumeyaona? Nafikiri hii ni mechi ya mtoano. Kwa maana kwamba unatoka kwenye hatua kwenye 16 bora unaingia kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo kinachoangaliwa katika mechi za mtoano ni kupata matokeo ambayo yatakufanya uweze kuvuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini ukizingatia pia Yanga wana mchezo mwingine mgumu sana wa away wa ligi baada ya kuwa umekaa muda mrefu pasipokuwa na mechi kutokana na mapumziko ya kimataifa. Wana mechi ya away dhidi ya Tabora, ni mechi ambayo inataka waweze kuwa na utimamu kwa sababu mechi ya kwanza walipoteza magoli 3-0 kwa nyumbani. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba unakuwa na tahadhari kubwa ili wachezaji wako wasipate majeraha, lakini pia kuweza kuendelea utimamu, na hasa ilikuwa ni mechi ambayo mwalimu anajaribu kutafuta mbinu ambazo zitamfanya aweze kuweka comfortable katika mechi ya away dhidi ya Tabora. Okay. Ni kikosi hiki cha Yanga ambacho kimecheza leo hii imetuonyesha kwamba Yanga wana kikosi kipana ama bado haifanani na ile quality ambayo tumezoea. Kina Dickson Jobulo walikuwa hawapo, akina Ibrahim Abdullah, lakini wametokea sababu pia akina Aziz Ki ambao mara kwa mara ndio wamekuwa wakipata nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Leo wachezaji walioanza na mchezo uliopita pia ni wachezaji ambao mara nyingi hawatumiki. Je, na wao kuna kitu wametuonyesha ama kuna gap baina yao na wale ambao wanapataga nafasi kwenye kikosi cha kwanza? Kwanza hapo kuna concern mbili. Concern ya kwanza, mechi ya Yanga dhidi ya Songea, usipoweza kumtumia pengine Msheli, ukamtumia Kibabage, ukamtumia Dennis Nkane na wengine ambao wameanza, utakwenda kuwatumia wapi? Sababu tunaamini kwamba wachezaji wote ambao wako ile tunasema ile cream ya inchi lazima iwe Yanga na Simba au pengine na Azam. Sasa kwa level ya hii mechi ilivyokuwa, hata hawa ambao wamecheza walikuwa deserve kuweza kucheza, lakini pia kwa maana ya kusema kwamba wameweza kutoa kitu kikubwa au kidogo, bado haiwezi kuwa ni mechi ambayo unaweza ukapima ubora, kwa sababu kulikuwa kuna tofauti mkubwa wa kimbinu na kiutimamu na kimaarifa baina ya Songea na Yanga. Kwa Yanga walikuwa wanacheza kwa comfortable, walikuwa waulizi maswali magumu, walikuwa wakimbii sana, wakati mwingi wao walikuwa na relax. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuweza kujua intensity ya mwisho wa wachezaji. Kwa hiyo nafikiri kama ingekuwa ni mechi ambayo ina intensity ya juu, pengine mechi ya ligi, ndio tungeweza kuona ubora wao katika hali ya juu na kwa katika level gani. Katika mechi ya leo ni mechi ambayo ni kama tu walikuwa kwa mazoezini, mechi ambayo ilikuwa na ugumu wote kwao, ilikuwa ni wakati kupata matokeo. Tokea mechi inaanza mpaka inaisha, wao ndio walikuwa wanashambulia zaidi kuliko opponent wao. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati kwamba wakati gani wanapata goli la kwanza, la pili na pengine kupata matokeo ya jumla ushindi. Ndio. Nani ambaye leo amekuonyesha kiwango bora zaidi kwenye zile dakika zote 90, na nani amekuwa mchezaji bora sana hasa kwa upande wa Yanga ambayo wao ndio wamepata matokeo ya ushindi ambao 2-0? Nafikiri kwa upande wangu nikiangalia toka mechi imeanza, kuna kitu nimekiona kwa upande wa Pacome. Ameongezeka kasi, lakini pia ule utayari wake na kutamani timu iweze kupata matokeo. Goli la kwanza ukiangalia limefungwa, yeye alikuwa amekimbia upande wa kushoto, akapiga cross, ikapigwa ya kwanza, kipa akaenda akacheza na walinzi, akaja akamalizia Abuya. Kwa kama tutazungumzia mtu ambaye alikuwa ametengeneza goli ni yeye, ndio alikuwa ameweza kuinitiate ile mashambulizi. Goli la pili akiwa anatokea nyuma na kwenda na wai mpira, anapata nafasi ya kuweza kutulia walau sekunde kadhaa huko akisubiria nani Jonathan aweze kusogea katika eneo, anapiga pasi, anaweza kuscore. Kwa binafsi nafikiri ndio alikuwa man of the match kwa sababu magoli yote yalikuwa yameanzia kwake katika mchezo wa leo. Ndio. Okay, tazama sasa timu ambazo zimekwenda kuingia kwenye hatua ya robo finali ikiwemo Simba na timu nyingine kama Stendi. Unafikiri labda klabu ya Young Africans ina nafasi pia ya kutetea ubingwa wao kwa asilimia ngapi kulingana na timu ambazo zimeshaanza kuingia na zile ambazo tunatarajia kuingia kwenye hatua hii ya robo finali? Nafikiri shazungumza leo kwamba katika msimu huu kama Yanga atakosa ile kombe la FA au atakosa kombe la ligi, wa kujilemu atakuwa ni yeye mwenyewe. Kwa sababu ana level ambayo yani quality yake ni ya juu ukicompare na timu nyingine zote. Ni ukweli ambao watu hawapendi kusikia, lakini ukweli. Kwa hiyo Yanga uwezo kasema pengine anaweza katokea robo finali au akatokea pengine nusu finali, ana deserve kuweza kuchukua makombe yote mawili, si kwa sababu ni Yanga, kwa sababu ameinvest quality kubwa ambayo ina deserve kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo sioni opponent yote ambaye anaweza kaja akaisumbua Yanga, kina unless otherwise wenyewe tufanye uzembe na uweze kuadhibiwa na uweze kuliacha kombe. Ukitazama mchezo huu labda kuna wachezaji ambao walikuwa kwenye
kwenye timu ya taifa ya Tanzania na timu za taifa nyingine kama Kenya, Uganda na kwingineko kupata nafasi kuelekea mchezo wao wa Yanga dhidi ya Tabora United, mchezo ambao utapigwa tarehe 2. Unafikiri labda unaweza ukatupa kitu cha tofauti kikubwa zaidi ya hiki ambacho tumekiona kwenye mchezo huu wa leo, kwa sababu ni mchezo ambao Yanga wenyewe kuwasikiliza wanasema ni mchezo wa kisasi? Yeah, of course ni mechi tofauti kwa sababu ni mechi ambayo itakuwa ina malengo tofauti, mechi ambayo itakuwa kwenye level tofauti. Tunafahamu Tabora pamoja ni kwamba wanafunga Yanga, lakini pia wana wachezaji ambao wanaweza kuleta ushindani, whether iwe katika uwanja wa nyumbani wa Yanga au kule kwao. Kwa hiyo naamini kwamba haiwezi kuwa mechi rahisi, lakini Yanga ni miongoni mwa mechi ambayo inatakiwa aweze kushinda ili kutengeneza mazingira mazuri ya kuweza kuonea ubingwa, kwa sababu ukiangalia anayemfukuzia wana tofauti wa alama moja mpaka saizi. Kwa hiyo ni mechi ya away, kwa hiyo ni mechi ngumu. Kwa naamini kwamba mechi ambayo Yanga atakuwa anaingia kuhakikisha kwamba wanapata alama 3 ili kuweza kuwide lile gap kati yake na Simba, lakini pengine kuweza kukaribia bingwa. Kwa hiyo haiwezi kuwa mechi rahisi kwa sababu Tabora sio timu ya kubeza na watu ambao wanaweza wakakuza maswali magumu na wakati mwingine wakashindwa kuyajibu. Nini hasa ambacho labda tukitarajia kitakuwa tofauti sana kwenye huo mchezo ukilinganisha na mchezo wa kwanza ambao Young Africans alikubali kipigo timu ambao 3-1? Nini hasa ambacho nakiona unafikiri kitakwenda kubadilisha huu mchezo na huenda kikawa surprise kubwa kwa wapenda soka kwenye huo mchezo? Nafikiri kubwa ni mechi mbili tofauti zenye muono tofauti, zenye mahitaji tofauti. Kwa hiyo naamini kwamba Yanga ambayo ilicheza na Tabora katika mechi ya kwanza sio Yanga hii, kwa maana kwamba ukiangalia wachezaji hao ni wale, lakini kipindi kile walikuwa ni kama wana flop, uwezo wao uko chini. Sasa hizi kwa sehemu kubwa viwango vyao vimerudi. Kipindi kile wachezaji wengi walikuwa hawana records za kufunga, kama Azizi leo ameweza kufunga na kuweza kuassist, na wengine wengi ukiangalia kiwango cha Dube kipindi kile kilikuwa kina mashaka, leo hii kimeimarika, anaweza kufunga. Kwa hiyo ni Yanga tofauti ya mwalimu mwingine, yenye mbinu tofauti, yenye malengo tofauti kulingana na wakati ambao wako nao. Okay. Dominic Salamba, tugusie kidogo Jamvika na Salamba imekahaje hasa kuelekea kwenye mchezo ambao watu wengi wanaosubiri kwa hamu, mchezo wa Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Al Nassr, lakini kuna mchezo mwingine wa Yanga na Tabora. Hapa wana Jamvika na Salamba, unalipi la kuambia kuelekea kwenye hizi mechi? Mechi ya Simba dhidi ya Al Nassr nafikiri mechi ambayo tutakwenda kushuhudia magoli. Kwa hiyo kwa wale ambao wanapenda kucheza magoli, maana yake ni over 1.5. Lakini kama utaamua kutafuta goli machache, basi timu nyumbani kwa maana Al Nassr unaweza ukawapa goli moja waweze kupata. Lakini mechi ambayo sioni ikienda kutokea GG, lakini magoli mawili naweza nikayaona. Lakini kwa mechi ya Yanga na Tabora vile mechi ambayo nakwenda kuona vile ikienda kutoa magoli zaidi ya mawili, kwa sababu ni mechi ambayo itakuwa ni ya wazi. Tabora kiamini kwamba wanaimudu Yanga, walishafunga ni Yanga, naamini kwamba ni mechi ambayo anataka kwenda kupa kisasi. Kwa hiyo tutegemea kwenda kuona magoli yakianza mawili na kuendelea katika mchezo yao. Mimi nikushukuru sana. Karibu tena. Yes, ni Dominic Salamba huyo, amepata kusikia mengi na mazuri kutoka kwake, ameyazungumza. Mimi naitwa Cisco, nguvu kubwa tulikuwa tunapewa na Jaba Air Solutions International Trade. Hawa ni mabingwa wa kusafirisha mizigo kutoka Guangzhou China kuja Dar es Salaam Tanzania. Ni rahisi mno ukiwa nao, kwa sababu mzigo wako utafika kwa wakati ndani ya siku 3-4 mpaka siku 5. Itoshe kusema tukutane tena wakati mwingine ili tupeane taarifa bora za michezo na burudani. Mimi naitwa Cisco. Dominic Salamba amefanya kazi yake kubwa kweli kweli ya kuzungumza mengi na mazuri. Nyuma ya kamera yuko mwamba Renato amesimamia mchongo huu, bila kusahau Steven Mwana wa Mapunda. Itoshe kusema waila lika maasalam.